Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wake wa 14. Pata hapo neno 14. Umepata? Nasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba na kuufuata uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina watajinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya na kunifuata na kuniomba, na yeye anasema atasikia kutoka wapi? Na kuiponya nchi. Maisha yako yanatakiwa yaponyeke, kazi yako yanatakiwa iponyeke, mambo yako yanatakiwa yaponyeke. Sikiliza nikwambie, hakuna mtu ambaye ana sura kwanza hapa duniani. Ni kweli? Kila mmoja ana sura. Hata mtu akijiangalia kwenye kioo anajiona yeye mzuri. Kuna mzuri zaidi aliyokuumba. Kuna mzuri ambaye anamzidi Mungu. Kuna wengine visura vyao tu inafanya sio nyenyekevu, si ndio? Yaani hapa duniani kuna vituko vya kila namna. Kuna hii dunia sasa hivi, mtu anaongea sauti sio ya kwake, nachua kinaongea hovyo tu, nyenyekevu hamna. Wanaweza sio. Kuna mtu anakuja ofisini kwangu anaanza kuchonga. Wewe sikiza. Umetoka wapi wewe bwana? Umetoka wapi? Ni kwa Dar es Salaam. Ongea sauti yako. Alafu nikusikilize. Nizoi? Yaani umetoka kijijini, umekuja Njombe, hapa Njombe. Umetukuta wenzako wa Njombe, si ndio? Tunapiga kiruga na tunakula kande, si ndio? Bila shida. Wewe dakika 2 tu umekaa siku 2, hiyo TV ndio yako. Nachua siku chingine wapi wewe? Kanda ongea kwanza Kiswahili chako zuri. Site vurugu sisi hapa. Hiyo Dar es Salaam wenzako tumekaa mpaka tumeiacha, si ndio? Wewe kila mahali ukienda ukibesha lafuzi utakuwaje? Yaani mimi nimefika Njombe hapa nianze kuongea kama kibena. Nikitoka nikaenda Moshi kimoshi. Tutakuwa libukeni tu. Acha bwana wewe mangi wewe. Mimi ni mtu tofauti. Umeshaenda Arusha. Yaani wewe una copy tu. Yako viko wapi? Eti wako watu Tanzania. Wapo akienda Moshi, akirudi hapa lafuzi yake akienda Ubenani, ukienda Kagera, ukienda Kigoma. Acha wewe. Unyenyekevu ni kubaki ulivyo wewe katika Mungu. Amen. Kubaki